Bila shaka umzima mwanafamilia wa Tanzania Web, na nikurudishe katika anga la michezo ambako baada ya vuta ni kuvute ya dabi ya Kariakoo hatimaye mechi hiyo kuahirishwa siku wa Jumapili Machi 9. Klabu ya Yanga imetoa taarifa rasmi kwa umma kwenda kwa mashabiki, wapenzi na wanachama wake, ambako sehemu ya taarifa hiyo inasema kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa michezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi yani MCM kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi, klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kuutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025 klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote waliyofanya kwa ajili yao, na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba, asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuhakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huu namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndiyo msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Mosi, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Pili, kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Tatu, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almasi Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunawaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sports Club tarehe 9 mwezi wa 3 2025. Naam, mwanafamilia wa Tanzania Web Updates, ndiyo taarifa ya Yanga hiyo iliyotolewa usiku wa Jumapili Machi 9 2025, ikieleza msimamo wa klabu ya Yanga kuwa haitoshiriki mchezo wa dabi wa mzunguko wa pili dhidi ya Simba katika tarehe yoyote ile itakayopangwa na bodi ya ligi mara tu baada ya mchezo huo kuahirishwa siku ya Jumamosi Machi 8 2025. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, lakini pia tuachie maoni yako hapo chini kuhusiana na msimamo huu wa klabu ya Yanga.